Karibu sana wana JTM. Kwa majina ni Apostle Peter Manyuru wa huduma ya mafundisho ya Yesu Kristo, ama kwa lugha ya Kimombo Jesus Teaching Ministry. Nimekuja ili ukaweze kujua ni nini kiko katika hii wiki ya Ijumaa. Inamaanisha nataka usikize hili tangazo maalum la ibada ya Ijumaa wiki hii. Katika Ijumaa wiki hii tutakuwa na ibada speciali ya mkesha. Maana Biblia inasema kesheni mkiomba ili msiingie katika majaribio. Kwa hivyo nakukaribisha wewe unanitazama kwa runinga, unanisikiza kwa redio, kwa mitandao ya Facebook, YouTube na katika simu za rununu, na kukaribisha ili ukaweze kubarikiwa katika ibada ya Ijumaa ya wiki hii. Na katika wiki hii Ijumaa itakuwa ni ibada ya kutia wakfu kuangamiza magonjwa ya kila aina. Yani dedication to destroy the spirit of sickness. Nataka ujue kwamba magonjwa huletwa na shetani. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 10. Inasema kwamba shetani huja. Yani shetani huwa anakuja. Mwizi huja kuiba, kuharibu na kuangamiza ama kuua. Sasa wakati mwizi shetani anakuja na magonjwa, anakuja ili aibe kazi yako, biashara zako, ili aziharibu, na mwishowe utakuta magonjwa inaua mtu. Na kwa hivyo katika hii Ijumaa ni Ijumaa ya kudedicate kuangamiza magonjwa. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka mlango wa 5 mstari wa 14. Biblia inasema kwamba Yesu aliponya mtu aliyekuwa na ukoma na akamwambia, sasa uko free. Sasa enda jionyeshe kwa kuhani na utoe sadaka ya kutakasika kwako kufuatana na sheria ya Musa. Kwa njia nyingine, ili hiyo magonjwa ya uchawi, ya uganga, ya devil worshippers ambazo wamekurushia, ili hizo magonjwa zisiweze kurudi tena. Maana zimekuja kwa njia ya kimapepo. Lazima utakasike kwa madhabahu ya Mungu ili Mungu akulinde katika madhabahu yake. Kwa nini Yesu akasema enda kwa kuhani utoe sadaka? Yesu hakutaka kujua sadaka yule mtu wa ukoma atatoa wapi. Yeye alijua ili ukue huru kabisa, ende ujitakase, ende kudedicate. Kujitakasa ni kujitia wakfu ili kuangamiza kitu fulani, ili ukaweze kutumika na Mungu, ili ukaweze kuwa msafi mbele zake Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Yesu akasema ende utoe sadaka kufuatana na sheria ya Musa kwa ajili ya kutakasika kwako. Maana ni Mungu tu peke yake ambaye katika madhabahu ambaye unaweza enda kwake akaweza kukuponya. Na ndio Biblia inasema kwenye kitabu cha Deuteronomy chapter 7. Wacha nikusomee Deuteronomy chapter 7 verse 15. Unaona Biblia inasema kwamba the Lord will keep you free from every disease. He will not inflict on you the horrible diseases you knew in Egypt, but he will inflict them on all who hate you. Sasa hapa Mungu anasema kwamba Mungu hata kutia. Inamaanisha magonjwa utiwa, magonjwa uwekelewa ili ugonjeke. Maana huu mwili uliumbwa na Mungu na ni wa Mungu na ni hekalu takatifu la Mungu. Na kwa hivyo ukiona magonjwa inakuja, hiyo magonjwa imetiwa. Inaweza kuwa imetiwa na hali ya kimaisha, ama magonjwa imetiwa kwa hali ya kiuchawi, ama magonjwa imetiwa kwa hali ya kishetani ili uweze kuangamia katika maisha yako. Na ndio Mungu anasema kwamba the Lord will keep you free from every disease. Inamaanisha hakuna ugonjwa Mungu aponye. Uponyaji ni free. Na ndio maana nakukaribisha katika Ijumaa hii ili tukaweze kutia wakfu kuangamiza magonjwa. Kwa mfano, kuna dada alikuja JTM. Katika familia yao kila mtu anakufa na kansa. Familia nyingine unakuta wanakufa na pressure, kila mtu na pressure. Familia nyingine kila mtu, kwa nini sio kila mtu katika hiyo familia anakufa na HIV? Hizi ni magonjwa zimetumwa. Na nataka nikuonyeshe deliverance moja
ili uweze kuelewa kile ninasema. Vile unaona magonjwa hutiwa. Yaani mtu anaenda kwa mchawi, anatoa sadaka, anatuma mashetani, majini, marosa, mapepo za angani, za ardhini, za Lucifer, za ibilisi, waganga na wachawi. Alafu wanakutumia magonjwa, unagonjeka, unatumia pesa zako zote hospitalini, mpaka unakuta wakati mtu anaenda kutoka hapa duniani ameacha bili kubwa. Na kwa hivyo biashara nyingi huisha kwa sababu ya magonjwa. Kazi nyingi huisha kwa sababu ya magonjwa. Kuna zile ndoa zingine huisha kwa sababu ya magonjwa. Kwa mfano juzi nilifanya dada mwingine deliverance, yeye dada ako na syphilis, lakini ndugu ako sawa na anagonjeka, ako vibaya, hata alikuwa amefungwa asipate mimba. Sasa unapoangalia, na ni mchawi ndiye amerusha hii magonjwa. Mchawi amerusha magonjwa ya syphilis. Je, ikiwa mke wako ama mume wako atarushiwa magonjwa ya syphilis na yeye hajatoka nje ya ndoa, lakini ametiwa magonjwa na waganga, sasa utafikiria huyu dada ama huyu ndugu yeye sio mwaminifu, lakini ni uchawi. Sasa nana ataondoa magonjwa ya uchawi? Ndio maana wengi wakienda hospitalini wanapimwa, wanaambiwa wewe shika penikile ndio atuoni ugonjwa, but mtu anakufa. Mko wangapi? Mingi kama 10 hivi. Na wewe nani umefunga? Jirani. Huyu kijana angekuwa mpana, bibi yake hata alienda akaoa mwingine Mkamba. Saini ako na mimba. Yaani nimemwekea ugonjwa mingi. Umekea nani ugonjwa? Bibi yake huyu mwenye ako nao sahi. Hata ametembea na mguu kutoka Isli mpaka hapa, hakuwa na hata silingi. Nani huyo? Bibi amelala na mtoto, hajakula kitu. Lakini amesema lazima afike hapa na mguu. Akatoka job akaomba ruhusa. Anakuja. Piga Yesu makofi mazuri. Amen. JTM. Yana ametoka Isli na miguu. Ametoka Isli na miguu. Ako na mbao kwa mfuko. Hata ukiangalia mfuko yake, mbao tu ya kupanda asubuhi kwenda job. Bibi na mtoto amelala njaa. Hiyo ni direct. Hana hata silingi. Landlord amekuja mpaka amechoka. Umekea bibi yake magonjwa gani? Ile private part. Kuna ugonjwa hapo fulani. Ugonjwa gani yani ni kama syphilis hivi. Ni kama syphilis? Yani inamuuma. Yani huyu anaenda na anointing anamwekea. Anakuwa mzuri. Hata akienda tu hivi. Aguse tu mimba ya bibi, hata kama ilikuwa inamuuma, inatulia. Inamaanisha ni muingilisti. But nimefunga. Lakini leo haki nimepatikana. Leo umepatikana. Nitamfungua. Leo utamfungua. Ni muingilisti mkubwa. Nitamfungua mpaka pesa yao. Ulichukua nini ya huyu na familia yao kuekelea kwa mtungi? Nguo kwanza. Nguo ni kitu ya kwanza. Nguo. Ulichukua nguo ya nani? Nguo yake, ya baba yake. Baba yake ako na wanawake wangapi? 2. Mdogo niliua. Uliua mdogo? Niliua mdogo. Sasa ulifanyaje mdogo ndiye akakufa? Nilimwekea sijui kansa hapa. Ulimwekea hapa? Nilimwekea kansa, wakatembea na yeye hospitali. Lakini huyu alikuwa mwerevu. Akamwambia baba yake, lazima nimlete Nairobi. Nilimuoa hata kabla hajafika. Huyu angeleta yeye, angepona, angeniua. Lakini sahi nimepatikana. Leo umepatikana. Hata mimi ninaweza kufa. Hata wewe unaweza kufa. Hata ninakufa. Hata unakufa. Ninakufa. Piga Yesu makofi mazuri. Ulitumaje kansa ikaua mama ya huyu? Nilituma na jini. Ulituma ikamweka hapa kama musmari. Sasa uliza. Unatumaje na jini? Mimi ndio natuma, enda wekea hiyo kansa kufe. Unaambia jini amwekee kansa kama kitu kama musmari. Kama musmari. Hapa. Unaona hapa? Nilimwekea hapa, inakimbia hapa matiti. Ikienda hospitali hakuna ugonjwa. Hakuna ugonjwa. Na inakimbia hivi, narudi hivi, kurudi hivi, ikarudi hapa. Umeenda. Lakini leo haki nimepatikana. Sasa ulifanya magano gani kumaliza hii familia? Kwanza nimechinja nyoka.
Kwanza umechinja nyoka. Namba ngapi? Namba 1. Nyoka. Mbuzi kama 20. Mbuzi kama 20. Mbuzi 20. Ng'ombe ni ngapi? 10 hivi, 10. Ng'ombe 10. Sasa ukiua watu na kufuga watu unapata nini? Si wasiendelee. Kwani wataendelea wapi? Yaani kazi yako tu ni kufunga tu wasiendelee. Kufunga au angekuwa mbali. Kwanza huyu kijana ndio mkubwa kwao. Angekuwa mbali. Sasa fungueni na muende na msiwahi rudi. Sawa. Fungua. Piga magoti. Piga magoti. Fungua sasa. Fungua. Fungua. You see the witch is dead now. Mganga amefanya nini? Amekufa. Mganga umelala? Nimekufa, niko mchari. Niko mchari sasa hivi. Unaenda mchari sasa hizi? Piga Yesu makofi mazuri. Enter here. Never come back. Name of Jesus. Enter. Shalom. In Jesus' name. In Jesus' name. You are free. Amen. It's my brother. Yes. Where do you come from? I'm coming from Homa Bay. Homa Bay. Which village? Kabondo. Okay. Now, your mom, did your mom, your small mom, mama mdogo, a stepmother? She dies. She died? Yeah. Last year. Mwezi wa 3. Kwa nini alikufa? Alikuwa na kansa yenye ilikuwa inakimbia hivi, ikienda anasikia hapa, akienda kwa hospitali patikani. Lakini suddenly ilikuja mpaka hapa. Alikufa hivi. Ilikuja mpaka wapi? Ilikuja mpaka hapa. Kama inakuja kwa neka. Kwa koo? Kwa koo. Alafu akakufa. Si unaona? Na ulikuwa umepanga umlete Nairobi? Nilikuwa nimetoka hapa nikapigia baba yangu. Nimlete Nairobi at least apate maombi ya nini apone. Sasa unaona, angalia wachawi. Vile mchawi aliona unaenda kuleta yeye hapa, akamuua kabla hujaleta hapa. Unaona hiyo? Wanamuua kabla hajaletwa. Hata pesa ilipotea kabla sija nini. Nilipanga kwenda, pesa ikapotea hivi. Unaonaje hiyo? Suffer wish not to live. Kuna jirani mchawi kwenye. Ni mchawi lakini leo. Yes. Leo unaenda matanga next week. Amen. Enda uzike na ulete ushuhuda hapa. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Amen. JTM. More fire. Nawe bibi yako anagonjeka sehemu ya siri nini? Vile alipata mimba akaanza kugonjeka sehemu yake ya siri. Anagonjeka nini? Kama kaugonjwa kama syphilis. Kama syphilis. Okay. No, ulimpeleka hospitali wakasema nini? Asijapeleka hospitali. Kuja tu maombi hapa. Tunatumia anointing. Sasa ikarudi kidogo, ilikuwa inauma. Sasa hii imetulia. Sasa hizi imetulia. Pigia Yesu makofi mazuri. More fire. Lakini ukienda leo nimekuombea ako totally free. Amen. Utakuja na ushuhuda. Amen. Amen. Sasa uko free. Amen. Sasa kuanzia leo utaanza kupata pesa itakao kwa mfuko. Na ndio maana nakukaribisha hii Ijumaa. Usikose. Njoo tuungane pamoja. Biblia inasema whatever 2 or 3 agree on earth is done by our Father in heaven. Chochote tutakubaliana hapa duniani kinafanywa na Mungu kule juu mbinguni. Kwa hivyo njoo Ijumaa hii. Usikose. Maana majaribio ya magonjwa ni mengi. Njoo tupambane na hii magonjwa na hili janga la magonjwa ili tuweze kuliangamisha, ili tukaweze kuwa huru, ili ile pesa tunapata tupeleke watoto shuleni, tujenge manyumba zetu. Yaani zile pesa tungetumia katika magonjwa tukaweze kutumia katika kazi zetu za kibinafsi, ili Mungu atubariki na tuende mbali kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Ijumaa hii usikose. Njoo na dada, njoo na ndugu,
njoo na majirani, njoo tukeshe pamoja. Maana Biblia inasema kesheni mkiomba ili msiingie katika majaribio. Kitabu cha Matthew chapter 26 verse 41. Kesheni mkiomba ili msiingie katika majaribio. So wakati unakuja kukesha, kuna majaribio ambayo Mungu huondoa. Mungu huondoa majaribio yote ya magonjwa, ya kikazi, ya ndoa, ya biashara, magonjwa ya kila aina na majaribio ya kila aina. Majaribio ya ndoa Mungu huondoa. Kwa hivyo usikose Ijumaa hii. Barabara zote zitaelekea kule Donholm. Kwa hivyo karibu sana katika ibada yetu ya Ijumaa ya mkesha kuanzia jioni hadi asubuhi. Kwa hivyo karibu sana, na Mungu akubariki na Mungu akuinue. Amen.